ya kurejeshewa vikwazo na Umoja wa Mataifa. Vifaru zaidi vyaingia ndani ya vitongoji vya Gaza, wengi wakwama. Na Moldova yachagua bunge jipya katika mtihani wa mwelekeo wa Ulaya wa taifa hilo. Habari kamili. Tehran. Iran imelaani vikali hatua ya kurejeshewa vikwazo na Umoja wa Mataifa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia baada ya mazungumzo na mataifa ya Magharibi kutofanikiwa, pamoja na Israeli na Marekani kushambulia vituo vyake vya nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema katika taarifa yake kwamba itatetea kwa uthabiti haki na maslahi ya kitaifa na kwamba hatua yoyote ya kukiuka haki na maslahi ya watu wake itakabiliana na majibu makali, na kuongeza kwamba uamuzi huo hauna msingi wa kisheria, ikiyataja mataifa kutotambua uamuzi huo iliyoutaja si halali. Vikwazo hivyo vya Umoja wa Mataifa vimepiga marufuku Irani kuendeleza shughuli zinazohusiana na nyuklia, na makombora ya masafa marefu vimeanza kutumika kuanzia leo Jumapili. Hata hivyo, mataifa ya Magharibi yamesisitiza kuwa bado meza ya mazungumzo iwazi. Cairo. Magari ya kijeshi ya Israeli yameendelea kuingia ndani ya vitongoji vya Gaza City yakilenga maeneo ya Sabra, Tel Hawa na Al Nasser. Mashahidi wanasema mamia ya maelfu ya raia bado wamekwama, huku mamlaka za afya zikishindwa kujibu maombi ya uokozi. Jeshi la Israeli limesema limeshambulia maeneo 140 ya kijeshi katika saa 24 zilizopita, ambapo watu 21 wameuawa. Wakati huo maandamano makubwa yamefanyika katika miji mbalimbali ya Israeli ikiwemo Tel Aviv na Jerusalem, wanakoendelea kuweka kambi karibu na makazi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, wakishinikiza kukomeshwa kwa operesheni ya Gaza na kuachiwa kwa mateka. Mashirika ya afya ya kimataifa yameonya hali ya kibinadamu inazidi kuzorota, huku hospitali kadhaa zikifungwa na mamia ya maelfu ya watu wakiendelea kukimbia Gaza City. Kiev. Ukraini imesema Urusi imefanya mashambulizi makubwa kwa kutumia mamia ya droni na makombora na kuua takriban watu 4 katika mji mkuu Kyiv pekee, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa na kuwapa majibu makali dhidi ya vitendo hivyo. Waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiga kupitia mtandao wa X amesema kwamba miji kadhaa imeshambuliwa usiku kucha na kuharibu pakubwa makazi ya raia. Kwa upande wake, mkuu wa utawala wa kijeshi katika mji mkuu wa Kyiv Timu Tichenko amesema miongoni mwa waliouawa ni pamoja na msichana wa miaka 12 na kuonya kuwa vifo zaidi vinaweza kutokea wakati zoezi la uokoaji likiendelea. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la Poland limesema limeweka ndege za kivita kwenye anga yake na kuweka mifumo ya ulinzi ya ardhini katika hali ya tahadhari kubwa kufuatia mashambulizi ya Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Chisinau. Raia wa Moldova wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge muhimu unaoweza kuamua iwapo taifa hilo litaendelea na mwelekeo wake wa kujiunga na Umoja wa Ulaya chini ya Rais Maia Sandu. Uchaguzi huu unafanyika katikati ya mvutano mkubwa wa kisiasa, huku tume ya uchaguzi ikikipiga marufuku chama cha Heart of Moldova kwa madai ya ukiukaji wa fedha na mamlaka kuripoti zaidi ya watu 70 kukamatwa kwa tuhuma za kuungwa mkono na Urusi katika njama ya kuvuruga uchaguzi. Viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameeleza wazi kuunga mkono juhudi za Moldova kujiunga na umoja huo na kujikinga na ushawishi wa Urusi. Nchi hiyo yenye wakazi takribani milioni 2.4 ikiwa ni mwanachama mgombea wa Umoja wa Ulaya tangu mwaka 2022 inatarajia matokeo rasmi Jumatatu usiku, huku washirika wa shirika la ushirikiano wa maendeleo OSCE wakiahidi kutoa tathmini yao. Na hatimaye Berlin. Serikali ya Ujerumani inapanga kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka ya Taliban mjini Kabul kuhusu uhamishaji wa raia wa Afghanistan wenye rekodi ya uhalifu kutoka Ujerumani. Waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt ameliambia gazeti la Bild leo Jumapili kwamba lengo la uhamishaji huo
ni kuhakikisha wahalifu wenye asili ya taifa hilo wanarejeshwa nchini humo. Maafisa wa wizara hiyo wanatarajiwa kusafiri kuelekea Kabul mwezi Oktoba kwa ajili ya kuanza mazungumzo. Hatua hii inaelezwa na wachambuzi kuwa ni tata kutokana na Ujerumani kutokuwa na uhusiano rasmi na Taliban ambao wanakosolewa kimataifa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Tangu Taliban ilipochukua hatamu mwaka 2021, Ujerumani tayari imerudisha makundi mawili ya Afghanistan wenye rekodi za makosa ya jinai kwa msaada wa Qatar. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Afrika wiki hii. Peter Mutharika aibuka mshindi wa kiti cha urais katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita nchini Malawi. I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the president-elect. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataka Umoja wa Mataifa utambue mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo kuwa ni mauaji ya kimbari yanayoendeshwa kimya kimya. Na utasikia kuhusu uamuzi wa Mahakama Kuu nchini Tanzania wa kuyatupilia mbali mapingamizi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Hayo yote na mengine mengi ni katika makala ya Afrika wiki hii inayoyaangazia matukio makubwa ya bara la Afrika yaliyoripotiwa kwa juma lote hili. Baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Septemba 16, tume ya uchaguzi nchini humo imemtangaza Peter Mutharika mwenye miaka 85 kuwa rais wa Malawi. Akimtangaza mshindi wa urais, mwenyekiti wa tume hiyo Annabel Mtalimanja amesema, I declare candidate ninamtangaza mgombea Profesa Arthur Peter Mutharika kuwa rais mteule na jaji mstaafu Dr. Jane Mayemu Ansa kuwa makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Malawi baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Septemba mwaka 2025. Mutharika aliyewahi kuwa rais kati ya mwaka 2014 hadi 2020 alipata ushindi wa 56% ya kura. Rais Lazarus Chakwera aliyekuwa akitetea kiti chake ameshika nafasi ya pili kwa kupata 33% ya kura zote zilizopigwa. Hata kabla ya matokeo ya mwisho ya uchaguzi kutangazwa nchini Malawi, Chakwera alikubali kushindwa na mpinzani wake. I know that to many of you... Ninafahamu kuwa kwa wengi wenu mliokuwa mkiziunga mkono kampeni zangu za kutaka kuchaguliwa tena mmefadhaika kwa matokeo haya. Lakini nataka mfahamu nitawashukuru daima kwa kuniamini na kuniunga mkono kuwa mgombea. And for your support of my candidates. Na Umoja wa Nchi za Afrika AU umempongeza Mutharika kwa ushindi wake na kuwasifu wa Malawi kwa kufanya uchaguzi wa amani. Na tuelekee sasa huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amezitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kutambua mzozo wa mashariki mwa nchi yake kama mauaji ya kimbari. Akihutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwanzoni mwa juma, Rais Tshisekedi amesema zipo dalili zote zinazoashiria vitendo vya maangamizi yaliyopangwa. Amesisitiza kuwa mzozo huo si wa kawaida bali ni mauaji ya kimbari yanayofanyika kimya kimya ambayo yamewaathiri watu wa Kongo kwa zaidi ya miaka 30. Tshisekedi ametoa wito wa kuanzishwa kwa tume huru ya kimataifa itakayokuwa na jukumu la kufanya uchaguzi ili kusaidia kutokomeza mfumo wa kutowajibishwa ambao umechochea janga hili kwa miongo kadhaa, huku akisisitiza pia umuhimu wa uwepo wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya wahusika wa vitendo vya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari yaliyofanywa katika eneo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri mkubwa wa madini. Hatua ya kusitisha mapigano haijafanikiwa kwa kuwa Rwanda inafahamu kuwa hilo likiwezekana haitakuwa ndio mwisho wa harakati zake Kongo. Vita hivi si vya kisiasa bali ni vya kiuchumi ambavyo vinatukabili ili wahusika waendelee kupora rasilimali zetu. Na hiyo ndio sababu pekee na ya kweli inayofanya Rwanda kutumia nguvu zote hizo ili kuyumbisha usalama mashariki mwa Kongo.
Hata hivyo, siku moja baada ya matamshi hayo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda siku ya Alhamisi zilikubaliana kuanza mchakato wa kutekeleza mkataba wa kuleta amani mashariki mwa Kongo chini ya upatanishi wa Marekani. Makubaliano hayo ni sehemu ya mkataba wa amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kulingana na taarifa hiyo ya pamoja yataanza kutekelezwa mnamo tarehe mosi mwezi Oktoba. Huko Tanzania, Mahakama Kuu imetupilia mbali mapingamizi yaliyotolewa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kuhusu makosa aliyoyabaini katika hati ya mashtaka na hitilafu katika viambatanisho vya hati ya mashtaka. Katika kesi hiyo itakayosikilizwa tena Oktoba 6, Jaji Danstan Ndunguru amesema hoja za Lissu hazina mashiko na hivyo kuyatupilia mbali mapingamizi hayo, likiwamo ombi la mwanasiasa huyo wa upinzani kutaka kesi hiyo irushwe mubashara. Florence Majani alituandalia taarifa hii. Amegonga mwamba tena. Hivyo ndivyo tunavyoweza kusema baada ya Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kuyatupilia mbali mapingamizi yaliyowekwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Mara baada ya kesi hiyo kupelekwa Mahakama Kuu na kisha mwanasiasa huyo kusomewa mashitaka, alibainisha mapungufu katika maeneo ya kesi hiyo, ikiwamo kukosewa kwa hati ya mashitaka, hitilafu katika viambatanisho vya hati ya mashitaka, mamlaka ya Mahakama Kuu na kesi hiyo, na utata katika maelezo ya mashahidi. Hata hivyo, baada ya mapingamizi ya awali kugonga mwamba, leo tena mahakama imeyatupilia mbali mapingamizi yaliyotolewa na Lissu. La kwanza ni lile la hitilafu katika hati ya mashitaka, na la pili ni hoja ya Lissu kuwa viambatanisho vya hati ya mashitaka vipo kinyume na sheria. Pamoja na hayo, mahakama imekataa hoja ya Lissu kutaka kesi hiyo iendeshwe katika mahakama ya wazi, ikiwamo kurusha kesi hiyo mubashara, ambapo mahakama imeamua kuwa tayari mahakama hiyo ni ya wazi, lakini kwa kuwa kuna mashahidi wanaopaswa kulindwa, mwenendo wa kesi hiyo hauwezi kurushwa mubashara. Baada ya uamuzi huo, mahakama iliendelea kwa upande wa Jamhuri kusoma maelezo ya awali ya kesi hiyo, yaani PH, na jaji alimsomea mashitaka yake Lissu. Wakili kiongozi wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala amezungumzia uamuzi huo wa mahakama. Tunaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini hatukubaliani nao kwa sababu tunafikiri kwamba kuna upungufu mkubwa ambao uko wazi, lakini sasa kwa sababu ni amri ya ndani tu ambayo kwamba bado ni ya muda, haiamui kesi moja kwa moja, inabidi kwenda nayo hivyo hivyo. Akizungumzia uamuzi huo wa mahakama, wakili wa kujitegemea kutoka Tanzania William Kahale alisema maamuzi ya mahakama yataendelea kuheshimiwa, lakini sasa kwa upande huu wa mtizamo wa kisiasa kwamba kuna uchaguzi unaendelea nchini Tanzania na mpinzani mkuu kwenye uchaguzi huu ambaye ndio labda anaogopwa, labda tunaweza kusema anaweza katoa upinzani changamoto kwa chama kilichopo madarakani, ndio huyu ambaye anashtakiwa kwenye hii kesi kwa kosa la uhaini ambao ndio kosa kubwa zaidi. Kwa hiyo inatoa picha tofauti kidogo. Lissu alikamatwa Aprili 4 mwaka huu akiwa wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma katika mkutano wa kisiasa wa Chadema na baadaye kushitakiwa kwa makosa ya uhaini. Shukrani Florence kwa ripoti hiyo. Na nchini Uganda, joto la uchaguzi unaotazamiwa kufanyika mwakani limeanza kupanda. Tume ya uchaguzi nchini humo tayari imewateua wagombea 8 kuwania urais katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa tume hiyo, zaidi ya wagombea 20 walishindwa kutimiza masharti ya kugombea na kuachwa nje ya zoezi hilo lililofanyika kwa siku 2. Kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kwa mara nyingine kinyang'anyiro hicho kitakuwa ni kati ya Rais Yoweri Museveni wa chama tawala cha NRM na Robert Chagulanyi wa chama kikuu cha upinzani NUP. Mwandishi wetu wa jijini Kampala, Lubega Emmanuel, alitutumia ripoti ifuatayo. People power! Our power! NUP! Huyo ni Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine akiongoza katika mkutano wake wa kwanza wa kampeni mara tu baada ya kuteuliwa na tume ya uchaguzi Jumatano alasiri. Licha ya vizingiti kadhaa alivyodai kuwekewa na tume ya uchaguzi, hatimaye alifaulu kuteuliwa na yeye pamoja na wagombea wengine 7 akiwemo Rais Yoweri Museveni watawania urais. Katika hotuba yake kwa mamia ya wafuasi wake waliostahimili mvua, Bobi Wine ametaja uchaguzi ujao kuwa hatua muhimu katika kurejesha demokrasia na haki za binadamu nchini Uganda. The election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election. Uchaguzi wa safari hii si uchaguzi wa kawaida, ndugu na dada zangu.
Tumejitosa katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukiukwaji haki dhidi yetu katika miaka 40. Hata mtu akikwambia nafasi yetu katika uchaguzi huu ni 1%, tuitumie nafasi hiyo kupambana. It tells you that our chance to freedom is only 1%. Let us take that chance and fight. Vyama 8 ndivyo vilifanikiwa kuwezesha washika bendera wao kuteuliwa, lakini tofauti na chaguzi za awali, vyama vikongwe vya upinzani DP na UPC havina mshika bendera kwa kiti cha urais. Hii ni baada ya kiongozi wa DP Norbert Mao, ambaye pia ni waziri wa sheria na masuala ya kikatiba, kutamka waziwazi awali kwamba yeye atamuunga mkono Rais Museveni, huku yule wa UPC Jimmy Akena, mwanae Milton Obote aliyewahi kuwa rais wa Uganda taifa lilipopata uhuru wake, akishindwa kutimiza masharti ya tume ya uchaguzi. Jenerali Mugisha Muntu wa chama cha ANT na Nandala Bafabi wa chama cha FDC ndio wagombea wengine tajika katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kinyang'anyiro kwa kiti cha urais kitakuwa kati ya Rais Museveni ambaye anagombea kwa mara ya 7 na Bobi Wine ambaye alichukua nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Jenerali Mugisha Muntu amesema an extension of General Museveni and NRM, mwendelezo wote wa utawala wa Jenerali Museveni na NRM, ikiwa wananchi wataamua kufanya hivyo, mtajuta sana. Kama wananchi wanakubali walitekwa, basi wanaweza kuendelea na Museveni na NRM. and they can continue with General Museveni and NRM. Huku viongozi mbalimbali wakihimiza uchaguzi wa amani na uhuru kwa upinzani kuendesha kampeni zao kote nchini, mashaka ya upinzani ni kwamba uhusika wa moja kwa moja wa vyombo vya dola ikiwemo jeshi katika uchaguzi ndicho kitakachosababisha ghasia katika uchaguzi. Rebecca Emmanuel, DW Kampala. Tukiondoka Uganda moja kwa moja tuelekee Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto ametangaza kuwa nchi yake inatarajia kutiliana saini na Marekani mkataba wa kibiashara baadaye mwaka huu. Akizungumza mjini Washington pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais Ruto ameongeza kuwa ataishawishi Marekani kurefusha mkataba wake wa uchumi wa kikanda na bara la Afrika kwa miaka 5 zaidi. Trade deal. Kuhusu mkataba mpya wa biashara, waziri wetu wa biashara yuko hapa. Amekutana na wawakilishi wa biashara na tumepiga hatua nzuri. Ishara zinaonyesha kuwa kabla ya mwisho wa mwaka tutatia saini mkataba wetu wa biashara na Marekani. We should sign over a trade deal with the US. Naam, Rais wa Kenya William Ruto akizungumzia mkataba unaotarajiwa kufanyika kati ya Marekani na taifa lake la Kenya. Kwa msikilizaji ambaye ndio kwanza unajiunga nasi, makala hewani ni Afrika wiki hii. Huko Sudan Kusini, kiongozi wa upinzani na aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar alifikishwa mahakamani mwanzoni mwa juma akishtakiwa kwa tuhuma za kuhusika na uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhaini. Makamu huyo wa zamani wa rais anatuhumiwa pia kwa kuamuru mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wenye silaha wanaofahamika kama White Army dhidi ya kambi ya jeshi. Serikali ya Juba imesisitiza kuwa kuna ushahidi unaothibitisha kwamba Machar alihusika na kundi hilo. Joseph Geng Akech ni waziri wa sheria na katiba wa Sudan Kusini. On the 3rd March 2025, mnamo Machi mwaka huu, kundi la wanamgambo wenye silaha linalofahamika kama White Army lilianzisha mashambulio ya kupanga dhidi ya kambi ya wanajeshi wa Sudani Kusini SSPDF na kusababisha kuuawa kwa Meja Jenerali David Major Dak na zaidi ya wanajeshi 250 na marubani wa Umoja wa Mataifa. Women and United Nations pilots. Chama cha Riek Machar hata hivyo kimekanusha tuhuma hizo, kikisema ni sehemu ya mpango wa Rais Salva Kiir wa kuutenga upinzani. Chama cha Riek Machar hata hivyo kimekanusha tuhuma zinazomkabili kiongozi wake, kikisema ni sehemu ya mpango wa Rais Salva Kiir wa kuutenga upinzani. Zaidi, wafuasi wa Machar wanasema tuhuma dhidi yake zinaonesha makubaliano ya kugawana madaraka yamekufa na wameitisha mabadiliko ya utawala. Moja kwa moja tuelekee katika ukanda wa Sahel. Mataifa matatu yanayoongozwa kijeshi ya Mali, Burkina Faso na Niger yametangaza rasmi kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa kile yalichodai kuwa chombo hicho ni chombo cha kikandamizaji na kwamba uwepo wake ni ukoloni mamboleo. Uamuzi wa mataifa hayo matatu unatajwa kuwa msukosuko mwingine wa kidiplomasia katika ukanda wa Magharibi unaotazamwa kama ukanda wenye utawala wa kijeshi unaoanza kusimika mizizi na kuonekana kama ndio mbadala wa utawala wa kidemokrasia ulioshindwa.
Uamuzi wa nchi hizo umetangazwa na waziri wa mawasiliano, utamaduni wa Burkina Faso, ambaye pia ni msemaji wa serikali ya nchi hiyo, Pingwende Gilbert Ouedraogo. Au regard de cette situation, kutokana na hali hii, serikali za Burkina Faso, Mali na Niger zinazounda muungano wa mataifa ya Sahel AES zinapenda kuarifu jumuiya ya kimataifa kuhusu uamuzi wa kujitoa kwenye mkataba wa Roma wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuanzia sasa. Avec effet immédiat. Mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger ambayo yamekuwa wanachama wa ICC kwa zaidi ya miongo miwili yameinyoshea kidole mahakama hiyo na kuitupia shutuma kuwa haina uwezo wa kushitaki uhalifu wowote ukiwemo wa kivita, kibinadamu pamoja na mauaji ya kimbari. Afrika wiki hii sasa inaelekea kusini mwa Afrika. Wahamiaji kutoka nchi mbalimbali za Afrika wanaoishi nchini Afrika Kusini wameguswa na kifo cha mtoto wa mwaka mmoja mwenye asili ya Malawi kilichotokea baada ya wafuasi wa kundi la Operation Dudula kuzuia mtoto huyo asitibiwe katika kliniki moja jijini Johannesburg. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa na unaoendelea hadi sasa, wengi wakihoji kwa nini wahamiaji wanachukiwa kiasi hicho. Tayari chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimefungua kesi dhidi ya kundi la Operation Dudula. Kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, Bryson Bichwa aliandaa taarifa ifuatayo. Kifo cha Praise Banda, mtoto wa mwaka mmoja kutoka familia ya mhamiaji Grace Banda, raia wa Malawi, kimezua majonzi na hasira kubwa miongoni mwa jamii ya wageni wanaoishi Afrika Kusini. Tukio hilo lilitokea baada ya wafuasi wa kundi la Operation Dudula kuwazuia wazazi wa mtoto huyo kumpeleka kupata matibabu katika kliniki ya umma iliyopo mitaa ya Alexandra jijini Johannesburg. Mama mzazi wa mtoto huyo, Grace Banda, anasema alifika kwenye kliniki ya Alexandra akiwa na matumaini ya kupata matibabu ya haraka kwa ajili ya mtoto wake, lakini alikataliwa kuingia kwa madai kuwa hana nyaraka halali za ukaazi. Mtoto huyo alifariki dunia siku moja baadaye kutokana na kuchelewa kutibiwa. Nilimpeleka mwanangu kliniki ya Matsekana Alexandra. Watu wawili walivaa fulana za kijani, waliniuliza kitambulisho. Niliposema sina, wakaniambia niende katika kliniki binafsi, kwani hapo ni kwa Afrika Kusini pekee, si kwa ajili ya wageni. Tukio hili limezua simanzi si tu kwa familia husika, bali pia kwa jumuiya ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Kiafrika. Shabani Mahwisa anasema matukio kama haya yamekuwa yakiongezeka, hali inayowaweka kwenye hofu ya usalama, wakati haki ya kupata huduma za msingi hususani za afya ni haki ya wote. Kwa kweli hilo swala linastajabisha ukilinganisha kwamba hata wao wapo nchi tofauti tofauti wa South Africa, wanapopata matatizo bado wanapata huduma. Ni haki kwa kila mtu swala la afya, haijalishi awe ni mtu yuko kwenye taifa lake au hayuko kwenye taifa lake. Kufuatia tukio hilo, chama cha EFF kimefungua kesi ya mauaji dhidi ya Operation Dudula kwa madai ya kumzuia mama Praise Banda, raia wa Malawi, kumtibisha mwanawe wa mwaka mmoja. Kiongozi wa chama hicho jimboni Gauteng, Nkululeko Dunga, amesema hivi: If someone gets sick, walijua kabisa walichokuwa wakifanya na kwa matendo yao waliua maisha ya mtoto wa mwaka mmoja. Ndiyo sababu tumefungua kesi ya mauaji. Sasa ni jukumu la serikali kuchunguza na kuchukua hatua zinazohitajika, kwa sababu kifo hiki kinachukuliwa kuwa ni mauaji. Katiba ya Afrika Kusini ya mwaka 1996 kifungu cha 27 inatambua haki ya kila mtu, raia au mgeni, kupata huduma za matibabu bila ubaguzi. Ni mwandishi wetu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, Bryson Bichwa. Wapiga kura nchini Guinea wameunga mkono kwa kishindo kura ya maoni ya katiba mpya ambayo inaweza kumruhusu kiongozi wa kijeshi Mamadi Doumbouya kuwania urais kama ataamua kufanya hivyo. Matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi yanaonyesha kuwa wapiga kura wameunga mkono katiba mpya kwa 90.6 na 9.4 ndio waliokataa. Idadi jumla ya waliojitokeza kupiga kura inakadiriwa kuwa 70% ya wapiga kura milioni 6.6 waliojiandikisha. Doumbouya alinyakua mamlaka nchini Guinea mwaka 2021. Mapinduzi hayo aliyoyaongoza yalikuwa ni sehemu ya wimbi la mapinduzi 8 yaliyoandaa makanda ya Afrika Magharibi na kati ya mwaka 2020 na 2023.